Bwana Yesu asifiwe. Siku hii ya leo natamani tushare ujumbe wa neno la Mungu ambao unasema hivi: vipaumbele ambavyo Mungu anapenda kuviona katika maisha ya mtu. Mtu yeyote mcha Mungu, na wewe ambaye hujamwamini Yesu Kristo, yako mambo matatu ambayo natamani kushirikisha siku hii ya leo. Yako mambo mengi, lakini leo nitakushirikisha mambo matatu ya muhimu sana. Jambo la kwanza ambacho ni kipaumbele namba moja, Mungu anachopenda katika maisha ya mtu yeyote yule. Jambo la kwanza, Mungu anapenda kuabudiwa yeye peke yake. Ujumbe huu tukimwangalia Musa alipokuwa ameenda kuzungumza na Mungu katika mlima Sinai. Yupo katika mlima Sinai siku 40 akiwa yuko kule. Musa anarudi kwa wana wa Israeli akiwa amebeba jumbe nyingi, lakini ujumbe wa kwanza alikuwa ameubeba Musa katika zile mbao. Aliambiwa ya kwamba waambie wana wa Israeli wasiwe na mungu mwingine. Kwa maana hiyo ni jambo la muhimu sana. Mungu anachopenda katika maisha yetu, anapenda tumwabudu yeye peke yake. Mungu hahitaji katika maisha yetu tuchanganye miungu mingine, tuchukue miungu ya mababu, tuchukue miungu ya kigeni. Mungu hicho hataki katika maisha yetu. Na jambo jingine la pili ambalo Mungu ndiyo kipaumbele, jambo namba 2 ambalo Mungu anapenda kuliona katika maisha yetu, jambo namba 2 ni kuona maisha yetu tunaishi maisha ya toba. Tunaishi maisha ya toba. Hili ni jambo la muhimu sana. Hii tunaipata katika Mathayo sura ile ya 3 na mstari wa 2, lakini pia katika Mathayo sura ya 4 mstari wa 17. Biblia inaeleza habari hizi. Inaeleza habari juu ya Yohana Mbatizaji. Yohana Mbatizaji akiwa yuko nyikani, alikuwa amebeba ujumbe wa mara ya kwanza. Anaanza kuhubiri, anawaambia ya kwamba tubuni, ufalme wa mbinguni umekaribia. Lakini Yesu mwenyewe akiwa amefunga siku 40 usiku na mchana, hanywi chochote kile, lakini anaanza kuhubiri ujumbe wa kwanza. Pamoja na majaribio hayo yote, ujumbe wa kwanza Yesu anaanza na ujumbe huu: tubuni, ufalme wa Mungu umekaribia. Jambo hili la muhimu sana, Mungu analiweka kuwa ni kipaumbele cha pili. Mungu wetu akusaidie, Mungu wetu anisaidie kuishi maisha ya toba, kwani ni ujumbe wa kwanza. Wengine wanatanguliza vitu mbalimbali, wengine wanaweza kutanguliza vitu, lakini katika ufalme wa Mungu anatamani kuona unaishi maisha ya toba. Maana ndicho kipaumbele ambacho Yohana Mbatizaji anaanza kuzungumza nacho. Hebu fikiri, Yesu amefunga siku 40, kinywani mwake umejaa ujumbe. Anazungumza kwamba ujumbe niliojaza katika moyo wangu ni kwamba tubuni, kwa maana ufalme wa mbingu umekaribia. Wapendwa, Yesu yupo karibu kurudi. Yesu yupo karibu kurudi. Yesu yupo karibu kurudi. Tukitubu tutakuwa mahali yake. Lakini kipaumbele namba 3 ambacho Mungu anapenda kukiona katika maisha yetu, kipaumbele namba 3, anapenda kuona watu wanaandikwa majina yao katika kitabu cha uzima wa milele. Ni furaha kabisa ya Mungu wa mbingu na nchi. Anapenda kuona majina yetu yakiandikwa katika kitabu cha uzima wa milele. Hii inadhihirisha wazi kwamba Yesu alipowatuma wanafunzi wake katika kitabu kile cha Luka sura ya 10 mstari wa 20. Wanafunzi wake wametuma kwenye misheni kwenda kuhubiri, wakakutana watu, wakawaponya, wakaombewa, waliokuwa wamefungwa na mapepo wakafunguliwa, waliokuwa wagonjwa wakaponywa kabisa kwa jina la Yesu. Wanakuja kuleta tathmini kwa Yesu mwenyewe. Wanamwambia Yesu, tumeona jinsi ambavyo mapepo yanatutii. Wanafurahi hao wanafunzi. Lakini Yesu anawabadilisha, anamwambia wanafunzi, hapana. Jambo moja, furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa katika kitabu cha uzima wa milele. Nataka nikwambie mpendwa, kutoa pepo si waranti ya kukutana na Baba.
kuombea wagonjwa na wakaponywa. Sio kwamba ndio tayari umeandikwa jina lako, hapana. Je, umeandikwa katika kitabu cha uzima wa milele? Kuna wengine wanajitahidi waonekane kwenye vitabu vya Nzengo, sawa, sio shida. Kuna wengine wanajitahidi waonekane kwenye vitabu vya makanisa, wawemo, wazikwe kikristo, sawa, sio shida. Je, jina lako limeandikwa katika kitabu cha uzima wa milele? Tafakari haya na uchukue hatua. Ukiwa bado hujamwamini Yesu, mwamini Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Mambo haya yatafanyika kwako. Ninakuombea kwa jina la Yesu. Amen. Na Bwana akubariki sana.